wa kuchonga madawati kwa ajili ya watoto ili madarasa yale yaanze kutumika. Uhekule we! Lakini katika jambo hilo la shule au la elimu, ninatambua jitihada kubwa na uhitaji wa bwaro kwa ajili ya watoto wetu ili waweze kupata chakula au sehemu ya kupikia chakula. Na kwa sababu katika wilaya yetu ya Wanging'ombe shule zote za sekondari na za msingi watoto wanapata chakula na uji kwa 100%. Wazazi jipigieni makofi katika hilo. Ndugu zangu wananchi, ninaomba nitoe maelekezo katika hilo ya kwamba pale bado tunayo kazi ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunaboresha madarasa 5 yaliyobaki. Sasa tusigawane fito hizo, zingine tukazipeleka kwenye bwaro na zingine tukazipeleka kwenye madarasa. Maelekezo yangu ni kwamba tukamilishe kwanza mpango wa ujenzi wa ukarabati wa madarasa ili baadaye tukisha kamilisha madarasa ndipo tuende kwenye bwaro. Hapo vipi? Lakini pia mulisema katika taarifa yenu ambayo nzuri sana mlionisomea, mimi hapa Uhekule sio mgeni, kwa sasa ni mwenyeji. Katika kata ya Makoga sio mgeni, kwa sasa ni mwenyeji. Kwa nini? Kwa sababu katika kata hii nimefanya ziara ya kijiji kwa kijiji na nilishamaliza. Kwa changamoto za Uhekule ninazifahamu tena vizuri, na changamoto za Uhekule serikali imekuwa ikizishughulikia. Tulikuwa na changamoto ya umeme ambapo transformer ya hapa ilikuwa inasumbua, lakini kwa sasa ninashukuru ya kwamba serikali tumeishughulikia na umeme mnapata vizuri. Hapo vipi? Dr. Samia oye! Lakini pia niwaelekeze au nieleze kuhusu utekelezaji wa ilani. Kwanza nichukue fursa hii kujitambulisha kwamba mimi naitwa Zakaria Sairi Mwansaso, mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wana Uhekule kwa kazi nzuri ya kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sote tunatambua ya kwamba serikali ya awamu ya 6, moja ya kazi katika kazi nyingi ambazo inafanya, lakini moja ya kazi ambayo kipaumbele kimewekwa ni kuhakikisha kwamba watoto wanasoma. Mbali ya kwamba watoto wanasoma katika mazingira bora zaidi. Lakini pia maelekezo ya serikali ni kwamba tunazo shule kongwe, shule za zamani ambazo wazazi wetu walisoma, na katika shule hiyo iko programu maalum ya serikali ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzikarabati na kuziboresha ili zikae katika kiwango kinachotakiwa. Uboreshaji huu wa shule katika wilaya ya Wanging'ombe tumeanza katika madarasa mbalimbali. Mfano, shule ya msingi Igagara zilikuja fedha shilingi milioni 60 kwa ajili ya uboreshaji, na katika baadhi ya maeneo mengine. Lakini kwa hiki ambacho kimefanyika hapa Uhekule, moja ni kwamba lipo tatizo kama mlivyoyaona madarasa ya zamani ni kwamba yamechakaa. Lakini pia jitihada za serikali kupitia pia halmashauri ni kwamba tulianza programu hii, ilianza 2021 kwa ajili ya kukarabati madarasa ambayo yamechakaa sana. Lakini tunawashukuru pamoja na jitihada za serikali, wananchi wazawa ambao wanakaa wengine Uhekule, wengine nje ya Uhekule katika kijiji hiki, wako wanaoishi Makambako na maeneo mengine, walichanga fedha zao zaidi ya shilingi milioni 17 kwa ajili ya kuunga jitihada nzuri au kazi nzuri
inayofanywa ili ukarabati wa madawati wa madarasa ufanyike. Kwa kama mlivyoona majengo haya, kama darasa la kwanza lile ndilo ambalo pia wazawa wamefanya kwa kiasi kikubwa. Lakini wananchi wa hapa pia wa kawaida kabisa wamechanga zaidi ya shilingi milioni 2.8 kuunga jitihada hizi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Halmashauri pia imekuwa ikileta fedha kama milioni 12 kwa ajili ya kuunga jitihada hizi. Lakini mwisho wa siku tuko hapa sasa kushuhudia kazi kubwa iliyofanywa na wananchi, iliyofanywa na serikali, iliyofanywa na viongozi wote, kwamba kama serikali wakati wote sisi katika halmashauri ya Wanging'ombe na katika wilaya ya Wanging'ombe tunaamini katika ushirikiano kwamba tunaweza tukafanya mambo makubwa. Kwa nirudie tena kuwapongeza hawa wananchi wazawa kwa kukumbuka nyumbani. Lakini hii ni historia katika wilaya yetu ya Wanging'ombe kwa kazi nzuri kama hii. Pia wiki 2 zilizopita askofu msaidizi wa askofu KKT Dr. Johnson alitualika pale katika kata ya Usuka kwa ajili ya kuchangia darasa. Alichangisha zaidi ya shilingi milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa. Kwa hii ninaiona ya kwamba ziara tunazofanya, muunganiko na umoja ambao tunauhubiri katika ziara kama mkuu wa wilaya, ninaona kwangu unazaa matunda. Kwa ni wasii wananchi wengine katika vijiji vingine, katika kata zingine, kwamba ni lazima wakumbuke nyumbani. Ndio maana tunasema sisi wana Wanging'ombe kwamba uende lipwera, upendo uzidi, ili unapokumbuka nyumbani unawasaidia hawa watoto mbele ya safari nao waje wakumbuke nyumbani. Lakini ukiishi mbali na nyumbani, haukumbuki, haufanyi chochote nyumbani, iwe ni kwenye zahanati, iwe ni kwenye shule, hakuna chochote unachofanya, hata watoto tunaowalea hawezi kuja kuiga hayo matendo mema. Lakini ukiwa unakumbuka kama hii inabaki alama kubwa sana. Hawa watoto wanapoona kwamba haya madarasa yamejengwa kwa ushirikiano wa serikali na wazawa, hakika hata watakapokuwa wakubwa nao watakuwa na moyo wa kukumbuka nyumbani na kujenga nyumbani na kukumbuka miundombinu ya nyumbani ambayo elimu ni muhimu kwa kila mtoto. Ninachowaomba katika miundombinu ya umeme, tunzeni sana miundombinu hii ya umeme. Kama ambavyo nimesema ya kwamba miundombinu hii ya umeme imetumia zaidi ya bilioni 56. Ninawaomba, sisi huwa tunasafisha mashamba kwa kutumia mioto. Hebu tuachane na hiyo tabia. Kwa nini? Kwa sababu tunadondosha nguzo na kusababisha wengine wasipate umeme. Nyie hapa wana Uhekule ni mashahidi ya kwamba wenzetu huko wa Usarule waliwahi kuchoma moto na tukakosa umeme kwa muda mrefu. Ninaomba sana tutunze hii miundombinu ya umeme. Ndugu zangu wananchi, ninafahamu ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Niwaombe sana ya kwamba la kwanza, ninaomba mtunze sana kadi zenu za kupigia kura. Muzihifadhi ili itakapofika Oktoba uweze kutumia haki yako ya msingi kuchagua kiongozi unayemtaka. Uhekule oye! Hiyo kadi usimwazime mtu. Hiyo kadi usimpe mtu. Itunze kwa ajili ya kuhakikisha unapiga kura yako itakapofika Oktoba. Lakini sisi kama serikali ya wilaya tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba wananchi mnafanya uchaguzi kwa amani, kwa haki, kwa utulivu, na mnachagua viongozi mnao wataka. Asijitokeze mtu yoyote yule
ambaye ataanzisha fujo, ataanzisha vurugu, tuko tayari kumshughulikia kwa mujibu wa sheria. Amani yetu hii ya Tanzania iliyotunzwa na iliyoanzishwa na waasisi wetu wa taifa letu, ambayo viongozi wetu, rais wetu ameisimamia vizuri, na ndio maana leo hii tuko Uhekule hapa, na wengine kama kina Solomoni Mkubwa wamesafiri kutoka nje ya nchi kuja Uhekule kwa sababu ana uhakika Tanzania iko amani, iko furaha. Tunaomba sijitokeze yeyote atakayekiuka au atakayeharibu hii amani yetu. Kwa nini? Kwa sababu hatuna kwingine kwa kwenda. Sisi ni Watanzania, sisi kama wana Wanging'ombe. Ikianza mikutano watakapojinadi wagombea, basi tujitokeze kwenda kushiriki, kusikiliza sera, na asiwepo yoyote yule ambaye atakuwa miongoni mwa watu kuchafua hali ya hewa. Akikiuka sheria, akikiuka kanuni, tutamshughulikia. Wanging'ombe oye! Wanging'ombe oye! Ndugu zangu wananchi, niwashukuruni sana sana sana